Kugawanyika kwa mji wa mimba, unaweza ukawa umegawanyika kwa kuwa na kinyama katikati, au mji wa mimba ukagawanyika kiujumla kwa kuwa na sehemu mbili, kwamba kila upande wa yai unakuwa na sehemu yake. Ni moja kati ya sababu ambazo zinachangia kwa kiwango kikubwa wanawake kushindwa kubeba ujauzito. Katika hali ya kawaida huwa tunategemea kwamba mbegu za mwanaume zinatakiwa kupitia mlango wa kizazi na zitaenda kwenye sehemu ambapo yai limepevushwa kwenda kurutubisha. Kwa mwanamke ambaye anakuwa na septate au anakuwa na biconate uterus, ni kwamba zile mbegu za kiume zinakuwa haziwezi kulifikia yai, na hata zikilifikia upandikizaji na ukuaji wa mimba unakuwa ni hafifu, hauna mazingira salama kutokana na ule mgawanyiko, unatengeneza nafasi ndogo sana ya mimba kuweza kukua. Kwa hiyo wanawake wengi wao wanajikuta kwamba anaweza akawa anapata mimba, akipima mimba baada ya wiki kadhaa zinakuwa zinaharibika, au anakuwa habebi mimba kabisa. Haya ni mambo ambayo yanahitaji uchunguzi kwa ndani zaidi, na hili swala huwa halina dalili. Hivyo huwa tunakuja kugundua baada ya kumfanyia vipimo huyu mwanamke. Hatuwezi tukagundua kwa kumuangalia, kwa kusikiliza historia yake, kwa predict namna nyingine. Ni vipimo ndio vitatuonyesha kwamba huyu mwanamke anaweza kawa na septate au na biconate uterus. Haya ni mambo ambayo mtu anazaliwa nayo, sio magonjwa ambayo mtu anakutana nayo kwenye mazingira. Mtu anazaliwa na mji wa mimba ambao unakuwa umegawanyika katikati. Sasa huyu mtu anaweza akasaidika vipi ili aweze kupata mtoto? Mara nyingi huwa ni surgical correction. Huyu mtu anafanyia operation ambayo itaurudisha mji wake wa mimba kwenye saizi yake inayohitajika. Kama itashindikana kubeba ujauzito kwa njia za kawaida, basi huyu mtu anaweza akaingizwa kwenye assisted reproductive technologies. Njia kama IVF na IUI zinaweza zikamsaidia huyu mtu kuweza kubeba ujauzito.